Ni ajabu na inashangaza kwa hii dunia ya hivi sasa kumuona mtu mwenye cheo kikubwa, hadhimu na cha kuheshimika sana, yani kuwa kiongozi mkuu wa nchi namba 2, mwenye mamlaka, sauti na maamuzi kwa nchi, unayelipwa mshahara mzito wa vice president, posho, ulinzi wa uhakika chini ya idara ya usalama wa taifa na vingine vingi. Kuamua kwa hiari yako kustaafu nafasi hiyo nyeti na kumwachia Mheshimiwa Rais Samia amchague mtu mwingine wa kufanya naye kazi. Hili sio jambo dogo hata kidogo. Ni watu wachache sana wenye hekima na wasio walafi wa madaraka huweza kuthubutu kufanya maamuzi kama haya. Kwani hata hapa nchini kwetu tumewahi kuona viongozi wanang'ang'ania hata nafasi ya kawaida kama ubunge wakiwa na umri mkubwa. Pia kwa viongozi wakuu Afrika tumewahi kuona rais anang'ang'ania kufia madarakani kama Mugabe wa Zimbabwe na Museveni wa Uganda. Hakika makamu wa rais wa Tanzania, Dr. Philip Isdori Mpango, ni kiongozi wa tofauti, wa kuigwa na kuwa mfano kwa viongozi wengine. Kwani viongozi wengi wanapofikia uwaziri tu huonekana kutamani kuwa kabisa maraisi, tofauti na huyu aliyefikia umakamu wa rais na kuamua mwenyewe kustaafu. Taarifa niliyokuletea hapa ni kumuhusu makamu wa rais Dr. Philip Mpango kutangaza rasmi kustaafu na kumwachia ofisi Rais Samia ili achague mwingine wa kumsaidia. Unasikiliza na kutizama Mseto Media. Mimi naitwa Princess Kiuli. Tafadhali nikukumbushe kusubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango ametangaza rasmi kuachana na utumishi wa umma. Uamuzi huo umetangazwa katika sherehe ya miaka 20 ya Chuo Kikuu Katoliki cha Ruaha RUCU mkoani Iringa. Katika hotuba yake iliyogusa wengi, Dr. Philip Mpango alisema, na nukuu, "Nimeridhika na huduma niliyotoa kwa taifa. Ni wakati wa kurudi nyumbani na kuendeleza kilimo, kazi aliyoishi baba yangu. Naam, safari yangu sasa imekamilika." Mwisho wa kunukuu. Dr. Mpango ambaye ana shahada ya uzamivu katika uchumi amehudumia Tanzania kwa zaidi ya miaka 40 katika sekta ya elimu, fedha na siasa. Kabla ya kuteuliwa kwa makamu wa rais mnamo Machi 2021, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alihudumu kama waziri wa fedha na mipango kuanzia 2015 hadi 2021 katika serikali ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mbali na kuheshimu urithi wa baba yake, Dr. Mpango alisema kuwa amestaafu pia ili kupisha kizazi kipya. Asilimia zaidi ya 75 ya Watanzania ni vijana. Ni wakati wao sasa kung'ara, kujenga taifa lao. Hayo aliyasema Dr. Mpango. Hotuba yake imekuja wakati siasa za Tanzania zikiwa zinapata joto kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Amewataka vijana washiriki kikamilifu katika kura, wakisisitiza umuhimu wa kuchagua viongozi wenye dira na maono. Katika maisha yake ya kazi, Dr. Mpango pia amewahi kuwa kamishna mkuu wa TRA na mshauri wa kiuchumi wa taasisi za kimataifa kama Benki ya Dunia. Wanafunzi, walimu na viongozi wa dini waliokuwepo chuoni RUCU walimsifu kwa uzalendo na uongozi wake wa mfano. Kwa maana hiyo ni kwamba uchaguzi ujao Mheshimiwa makamu wa rais Dr. Philip Mpango hataungana na Rais Samia ambaye ni mgombea wa CCM kugombea tena urais. Na badala yake Rais Samia alishamteua katibu mkuu wa CCM Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa ndiye atakayekuwa mgombea mwenza. Tumsikilize hapa makamu wa rais Dr. Philip Mpango akiaga kustaafu. Askofu, naomba kutoa shukrani za pekee sana kwa zawadi ambayo mmenikabidhi. Zawadi bora sana. Ninaithamini sana na ninaamini kustaafu kwangu kutakuwa na baraka kubwa. Lakini baba tatizo sisi ninaenda kwako. Hongera sana tena kwa utume uliotukuka, na hatimaye sasa ulipofika wakati umeamua kustaafu.
basi na mimi nafuata nyayo zako, taeleza baadaye kidogo. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, ninapenda kukushukuru tena wewe na uongozi wa chuo kwa ujumla kwa kumwalika Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya miaka 20 ya Chuo Kikuu Katoliki Ruaha. Aidha, ninawashukuru na ninapokea kwa unyenyekevu matashi yenu mema kwangu ninapoelekea kupumzika, nani ni kubadilisha aina ya shughuli ninayofanya. Baada ya utumishi wangu wa takriban miaka 40, ikiwemo 14 niliyofanya kazi kama mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ninasikia maneno mengi, lakini mimi ninachoamini ni kwamba kutoka kwenye takwimu, asilimia karibu 77 ya Watanzania hivi sasa ambao tunakimbilia milioni 65 ni vijana. Kwa ni muhimu sana sasa vijana wapate nafasi ya kushiriki katika uongozi wa taifa. Na sisi tunayo mengine ya kufanya. Nimesema nimetumikia nchi yangu kwa takriban miaka 40. Na Mungu alinijalia kufanya kazi ambazo si wengi wamepata nafasi kama niliyopata. Kwa nina wajibu. Chuo Kikuu peke yake miaka 12. Baada ya pale nilifanya kazi Benki ya Dunia miaka 5. Nikapewa nafasi ya kuwa mshauri wa uchumi wa Rais mstaafu wa awamu ya 4 wakati ule, karibu miaka 2. Nikawa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha takriban miaka 2 mingine. Nikaenda kuwa mkuu wa Tume ya Mipango kwa miaka 6. Nawaza taifa hili liende wapi. Baadaye nikatumwa kwenda kuwa mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa siku 30. Ilikuwa kazi ngumu kweli, ngumu sana. Na baada ya hapo nikaambiwa sasa kafanye vyote. Nikawa waziri wa fedha na mipango karibia miaka 5 na miezi 5. Na sasa mwaka wa 4 unamalizika kwa heshima ya kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kipindi chote hiki nimeona mengi, nimeshiriki mengi ambayo ninafikiri wakati umefika, wakati bado nina nguvu, nipate nafasi ya kuandika kwa faida ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo siendi kupumzika, ninabadilisha aina ya shughuli za kufanya, lakini nitaendelea pia kufanya kazi nyingine ambayo marehemu baba yangu alikuwa anaitwa Isidori, lakini alikuwa anakasirika. Yeye alikuwa anapenda kuitwa Isidori mkulima. Kwa hiyo na mimi nitaenda kuendeleza taaluma ya baba katika kilimo.
Je, wewe una maoni gani kuhusu hatua hii ya Dr. Mpango kustaafu? Tungependa kusikia lolote kutoka kwako mtazamaji wetu. Acha komenti yako hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media. Asante. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.